nitajikita kwenye eneo la elimu jumuishi. Mheshimiwa Naibu Spika, tukizungumzia swala la elimu jumuishi, ni elimu ambayo kwa ujumla wake inahitajika isimwache mtu nyuma. Na nikirudi kwenye pointi yangu ya elimu jumuishi, tunapokutana na watu wenye mahitaji maalum, Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo hili la mikopo, nilikuwa na kuomba Mheshimiwa Waziri, tuje na upendeleo kwa watu wenye mahitaji maalum. Manake anapokwenda kushiriki mkopo wa elimu ya juu, lakini ukiangalia mahitaji yake, mtu huyu angeweza kupata hata ruzuku, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu ana mahitaji ya ziada. Kwa hiyo tunapomweka kwenye kundi moja na sisi tusiokuwa na mahitaji maalum, naona hapo serikali inatakiwa tupangalie kwa namna pekee. Ningeshauri kama si ruzuku au scholarship, kitu ya namna hiyo. Nikija kwenye swala la, nimesema nitajikita kwa maana elimu jumuishi. Nikija kwenye swala la vifaa saidizi, Mheshimiwa Naibu Spika, watu wenye mahitaji maalum kwa maana ya vifaa saidizi hapa, Mheshimiwa Naibu Spika, wenzetu hawa nimejaribu kupitia hapa, wanakutana na changamoto kubwa. Kwa mfano, mathalan, kiti mwendo ni kati ya shilingi za Kitanzania 600,000 hadi milioni 1,200,000. Lakini kuna kifaa cha masikio ni kati ya shilingi 800,000 hadi milioni 3,500,000. Vifaa ni ghali mno, na kama kweli tunahitaji watu hawa washirikishwe katika swala zima la kupata elimu na mahitaji mengine ya namna hiyo, serikali iangalie namna ambapo ama kutakuwa na msamaha wa kodi, hasa kwa maana ya vifaa hivi ambavyo vinakuwa ni ghali mno. Lugha ya alama. Tukizungumzia lugha ya alama, Mheshimiwa Naibu Spika, watu wanaweza wakaona hili ni jambo la namna gani. Lugha hizi kwa ujumla wake zikafundishwe kama ilivyo masomo mengine yoyote katika ngazi zote, Mheshimiwa. Na nalisema hilo ni muhimu kweli kweli. Mtu mwingine anafikiri kwamba hizi lugha za alama ni kwa ajili tu ya watu wenye ulemavu. Kwa katika sura hii hapa, mtu mwenye ulemavu anaweza akahitaji kwenda kupata huduma za kifedha, labda benki. Mtu mwenye ulemavu anaweza akahitaji kwenda kupata huduma TRA. Mtu mwenye ulemavu anaweza akaenda katika maeneo yoyote hayo ya kuhitaji huduma. Asa isije ikawa labda tunamhitaji tu awepo mwalimu au mtu mwingine wa namna hiyo. Ikiwa wote tumebahatika kuzijua lugha za alama, inakuwa ni msaada. Mheshimiwa, nilikuwa naomba nije kwa maana ya hiyo lugha ya alama, nimesema tuiweke kwenye sura hiyo, lakini nilikuwa naomba pia kuna swala la akili mnemba, artificial intelligence. Wenzetu wenye ulemavu kwa maana ya elimu jumuishi, tunasemaje katika eneo hilo? Tunawashirikishaje? Kwa hiyo nilikuwa naomba sana hilo nalo, Mheshimiwa, tuone kwamba dunia tunayokwenda sasa hivi hatuwezi tukakwepa swala hilo la akili hiyo, elimu hiyo ya artificial intelligence.